Wakala wa Nishati Vijijini REA umeonya wananchi wanaojihusisha na biashara za kuuza mafuta ya petroli na dizeli kwa njia zisizo salama, hasa katika maeneo ya vijijini, kuacha mara moja tabia hiyo kwa kuwa inahatarisha maisha yao na mali zao. Kaimu mkurugenzi wa REA, Mhandisi Jonas Olotu, amesema kauli hiyo jijini Dodoma wakati wa maadhimisho ya wiki ya huduma kwa wateja, huku akisema wakala huo umebaini uwepo wa vibanda na maduka madogo yanayouza mafuta kiholela. Tunataka wananchi waache tabia ya kukaa na mafuta ndani. Ukienda maeneo vijijini, kuna baadhi ya maeneo unakuta kuna watu wameweka vibanda, wameweka madumu ya lita moja ya maji yale, wamejaza mafuta ya petroli ndani ya madizeli na wanayauza kama vile kituo cha kuuzia mafuta. Sasa hili ni hatari sana kwa sababu yale mafuta yakifika jioni yanayobaki yanakwenda kuhifadhiwa majumbani mwao. Wanalala nayo wengine mivunguni, kwa sababu ukiacha nje inaibiwa. Kwa hiyo wanalala nayo, wanaishi nayo, ambayo ni hatari sana. Na zipo kesi ambazo tumezipata, kuna baadhi ya nyumba ambazo zimelipuka. Mtu amekaa na mafuta uvunguni, baba anatoka baadaye anakwenda matembezini, anarudi anavuta sigara, anajisahau, anaingia nayo ndani, baada ya muda kunatokea mlipuko. Kwa tukasema ili kuweza kuepusha wananchi katika adha hiyo ya majanga, tuweze kuwatengenezea utaratibu wa kupata vituo vidogo ambavyo ni salama vya kuuzia mafuta maeneo ya vijijini. Kwa hiyo tumetangaza call for proposals ambao wananchi wanatetea mapendekezo maandiko yao ya kwenda kuweka vituo vidogo vya mafuta vijijini, ambako tunatoa mkopo wa shilingi milioni 133 ili kuwawezesha wao kuanza biashara hiyo. Kwa hiyo katika fedha hizo utajenga kituo na utapata capital ya kuanzia biashara katika maeneo ambayo yatakidhi vigezo ambavyo tumeviweka. Kwa hiyo tuna vigezo ambavyo tumeviainisha, na muombaji akija anapewa vile vigezo, anaangalia kama vile ambao kama anafiti kwenye vigezo, alafu anawasilisha maombi yake. Kwa hiyo tunatekeleza nishati za aina yote kubwa tatu ambazo nimesema, aina ya nishati ya gesi, mafuta pamoja na umeme. Kwa hiyo sisi wakala wa nishati vijijini tunaendelea kushukuru kwa uongozi wa serikali yetu, kwa sababu tumepata support kubwa sana kutoka serikalini, kiwemo Mheshimiwa Rais, lakini pia viongozi wa serikali, kuhakikisha kwamba maeneo haya ambayo tunafanya kazi sisi ni maeneo ya kipaumbele kwa nchi nzima, kwa sababu sisi tunaamini umeme ni kichocheo namba moja cha maendeleo ya kijamii na kiuchumi. Katika maeneo ambayo hayana umeme, utaona kabisa hali halisi ya maisha ya wananchi wanaoishi maeneo yale imekuwa ni duni sana. Lakini ukipeleka umeme, huduma za umeme, unaona kuna saluni zinaibuka, kuna kina mama kina baba, kuna carpentry, lakini pia kuna kazi ambazo zinahusisha umeme kama vile vinywaji baridi. Kwa hiyo wananchi wanakuwa wako busy kufanya kazi ambazo zinapatia kipato. Kwenye upande wa vituo vya mafuta, vituo vidogo vya mafuta, kuna vigezo ambavyo tumeviweka. Kwanza, cha kwanza hiyo ni eneo ambalo liko umbali wa takriban kilomita 7 mpaka 10 kutoka barabara kubwa ya lami. Hapo tunalenga maeneo ambayo ni ya vijijini, lakini pia uwe na umiliki halali wa ile eneo ambalo unataka kuweka kituo chako cha mafuta. Kwa hiyo kuna documents ambazo zitahitajika pale za umiliki wa halali. Lakini pia unaweza kuwa ni kampuni au mtu binafsi ambaye unataka kufanya kazi hiyo. Kwa hiyo lazima mtu ambaye una uwezo wa kuingia kwenye makubaliano ya kisheria au kwenye mikataba ya kisheria na taasisi, anakuwa ni mtu ambaye yuko anajielewa. Lakini pia vigezo vingine vingi vya namna ya kutumia na malipo vipo kwenye documents ambazo tutampatia mtu huyu. Kwa hiyo kikubwa ni hicho, tukuwa na hati au umiliki halali wa eneo, lakini pia uangalie umbali kutoka kwenye barabara kubwa, kusiwe na vituo jirani pale. Hivyo ni vigezo vya msingi ambavyo tunaviangalia. Tumepanga ifikapo mwaka 2030 vitongoji vyote hivyo vimekuwa committed kwenye miradi ambayo inaendelea. Kwa hiyo mipango hiyo tunayo, na tuna uhakika ikifika mwaka 2030 tutakuwa kwenye nafasi nzuri sana kuzungumza kwamba vitongoji vyote tumevimaliza au viko katika 90% au 90 ngapi ya kukamilika. Na kwa upande wa visiwani, kama nilivyosema, tumetangaza tenda na tayari tuna wakandarasi ambao watapeleka umeme wa sola mifumo 200,000. Na hii ni mifumo ambayo itakwenda kwenye kaya ambazo zinaishi visiwani, ambapo walikuwa wana mifumo ambayo haitoshelezi, au ukiangalia wingi wa kaya na idadi ya mifumo ambayo ipo kule haikidhi mahitaji ya wengi. Kwa tukasema kwa sababu kupeleka umeme wa grid kule ni expensive sana, tuwapelekee sola ambayo na yenyewe ina umeme wa kawaida kama huu wa grid, isipokuwa kwa matumizi ambayo sio makubwa sana. Kwa hiyo tunafunga mifumo 200,000 ambao tayari wakandarasi wapo site na wameshafanya, baadhi yao wamefanya ukaguzi wa vifaa ambavyo vinatoka China na nchi nyingine.
Kwa hiyo tunatarajia sasa baada ya muda mfupi takriban wiki 2 mpaka 3 vitakavyo vishafika bandarini na kuanza kwenda kupeleka maeneo ya miradi na kwenda kufungwa. Nishati ina mafungo makubwa matatu. Nishati ya umeme, nishati ya kupikia na nishati ya mafuta. Sasa kwenye kupikia kama nilivyosema, wakati REA inaanzishwa zaidi ya 85% ya wananchi wa Tanzania walikuwa wanatumia nishati tukanayo na tungamotaka ambayo ni kuni pamoja na mikaa. Ambayo nishati hii kwa mujibu wa tafiti ambazo zinafanyika na Wizara ya Afya, takriban watu 33 kwa mwaka wanafariki kutokana na magonjwa ya changamoto za kupumua ambayo yanasababishwa na matumizi ya kuni, lakini pia na mikaa ambayo inazalisha gesi za ukaa ambazo si salama kwa afya zetu. Kwa hiyo sasa kuweza kutekeleza kwenye kupunguza sasa majanga hayo ya vifo, tunahamasisha matumizi ya nishati safi ya kupikia ikiwemo matumizi ya LPG, matumizi ya gas kama vile biogas, matumizi ya majiko ya umeme, yale majiko yote ambayo hayatoi hewa ukaa ambazo zinakwenda hewa chafu ambazo zinakwenda kuharibu mifumo ya kupumua ya binadamu. Na tulianza na kugawa mitungi ya ruzuku 3255 kwa kila wilaya, kwa wilaya zote Tanzania bara, ambapo ni mitungi ya kilogramu 6, lakini pia tulitoa kwa nusu bei. Maana yake serikali ilitoa ruzuku ya 50% na mwananchi analipia 50%. Kwa hiyo kama mtungi unauza shilingi 39,000, basi mwananchi analipia shilingi 19,500 tu. Kwa hiyo tulianza na magereza 129 nchini, na magereza yote 129 sasa hivi yanatumia nishati safi ya kupikia, ikiwemo LPG. Tumefunga mifumo ya mitungi ya lita kuanzia 1000, lakini kwenye maeneo ambayo natural gas inapita kama Mtwara na Lindi, hapo magereza ambayo yanatumia natural gas, na kuna mengine tumefungia mifumo ya biogas, na kuna mengine yanatumia rafiki briquettes ambazo na zenyewe zinafanya kazi kwa ufanisi mzuri zaidi. Kwa hiyo maeneo yote tumeyakava kwa maana ya magereza, yani ni safi ya kupikia sasa hivi, lakini pia tumezungumza na tuna mradi na wenzetu wa JKT ambao kuna makambi 29 na yenyewe yanafanywa, mradi unaendelea kuweza kujenga mitambo nishati safi ya kupikia. Hatujaishia hapo tu. Tuna shule, tuna database au kanzidata ya shule zote Tanzania ambazo zinahifadhi wanafunzi zaidi ya 100, nazo ziko kwenye programu yetu ya kuzipatia umeme, na tunaanza na shule kongwe 53 ambazo tayari tuko kwenye hatua nzuri ya kuzipatia wakandarasi, na lengo ni kwa shule zote ambazo zina wanafunzi zaidi ya 100 tunazipatia huduma hizo. Ameeleza kuwa REA inaendelea kutekeleza majukumu yake kwa ufanisi katika nyanja zote kuu za nishati ya umeme, mafuta na gesi, ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa malengo ya serikali ya kuhakikisha wananchi wote hususan wa vijijini wanapata huduma bora za nishati. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, like, comment na share ili uendelee kupata taarifa zetu.